Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa vita dhidi ya Irani bado havijaisha, akidai kuwa bado kuna kiwango kikubwa cha uranium iliyorutubishwa ndani ya Irani ambacho lazima kitolewe nje ya nchi hiyo, huku pia akisisitiza kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanywa dhidi ya uwezo wa kijeshi wa Teherani. Akizungumza katika mahojiano na kipindi cha television cha Marekani cha dakika 60, Netanyahu amesema operesheni za kijeshi zilizofanywa dhidi ya Irani zimeleta mafanikio makubwa, lakini hazijamaliza kabisa tishio linalodaiwa na Israel kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Kulikuwa na mafanikio makubwa sana, lakini vita havijaisha kwa sababu bado kuna nyenzo za nyuklia, uranium iliyorutubishwa ambayo lazima iondolewe kutoka Irani, alisema Netanyahu katika sehemu ya mahojiano iliyotangazwa kabla ya kipindi kizima kurushwa baadaye leo usiku. Kauli hiyo inaashiria kwa serikali ya Israel bado inaamini kwa Irani inaendelea kuwa na uwezo wa kuendeleza mpango wake wa nyuklia licha ya mashambulizi na shinikizo kubwa la kimataifa lililofanyika katika miezi ya hivi karibuni. Netanyahu aliendelea kusema kuwa bado kuna maeneo ya urutubishaji uranium ndani ya Irani ambayo yanapaswa kubomolewa kabisa, pamoja na makundi yanayoungwa mkono na Irani katika eneo la Mashariki ya Kati ambayo Israel imekuwa ikitaja mara kwa mara kama sehemu ya mtandao wa mawakala wa Irani katika eneo hilo. Aidha, alisema Irani bado inaendelea kuwa na nia ya kutengeneza makombora ya masafa marefu ya ballistic, jambo ambalo kwa mujibu wa Israel linaendelea kuwa tishio kubwa kwa usalama wa taifa hilo na washirika wake. Kuna maeneo ya urutubishaji ambayo lazima yavunjwe, bado kuna makundi ambayo Irani inaunga mkono, bado kuna makombora ya balistiki wanaotaka kuzalisha. Tumepunguza uwezo wao kwa kiasi kikubwa, lakini bado kuna vitu hivyo na kuna kazi ya kufanya, alisema Benjamin Netanyahu. Katika mahojiano hayo, Netanyahu pia alizungumzia swala la uranium yenye kiwango kikubwa cha urutubishaji inayodaiwa kuhifadhiwa chini ya ardhi katika eneo la Isfahan nchini Iran. Alipoulizwa namna ambavyo uranium hiyo inaweza kuondolewa, Netanyahu alijibu kwa kusema, unaingia ndani na unaichukua. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu uwezekano wa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, hasa ikiwa kutakuwa hakuna makubaliano ya kidiplomasia kati ya Tehran na Marekani pamoja na washirika wake. Benjamin Netanyahu alionekana kuashiria kuwa uranium hiyo inaweza kuondolewa kwa njia ya makubaliano au hata kwa matumizi ya nguvu za kijeshi, huku akidai kuwa Rais Donald Trump anaunga mkono hatua hizo. Kwa mujibu wa Benjamin Netanyahu, Trump alimwambia kuwa yuko tayari kuingia humo, akimaanisha kuchukua hatua ya moja kwa moja kuhakikisha nyenzo hizo zinaondolewa. Nataka kuingia humo na ninaamini hilo linaweza kufanywa kimwili. Hilo si tatizo. Ikiwa kuna makubaliano na unaingia na kuiondoa, kwa nini isiwe hivyo? Hiyo ndiyo njia bora zaidi, alisema Netanyahu. Hata hivyo, alipoulizwa iwapo uranium hiyo inaweza kuondolewa kwa nguvu ikiwa Iran haitakubali makubaliano, Netanyahu alikataa kutoa maelezo ya wazi kuhusu mipango ya kijeshi ya Israel. Mtaniuliza maswali hayo na nitakwepa kwa sababu sitazungumzia uwezo wetu wa kijeshi, sitatoa ratiba ya jambo hilo, lakini nasema huu ni ujumbe muhimu sana, alisema. Kauli hizo zinakuja wakati mvutano kati ya Iran na Israel ukiendelea kuwa mkubwa baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi, vitisho vya kijeshi na juhudi za kidiplomasia zinazohusisha Marekani na mataifa ya Ulaya na nchi za Mashariki ya Kati. Irani imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani pekee, huku ikikanusha madai ya kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Israel imeendelea kudai kwa Tehran iko karibu kufikia uwezo wake wa kutengeneza silaha hizo, jambo ambalo limekuwa msingi wa msimamo mkali wa serikali ya Benjamin Netanyahu dhidi ya Iran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.